ulipompa Yesu maisha, uliingizwa kwenye orodha ya kitabu cha uzima, na kwa lugha ya picha Biblia inasema unachorwa katika vitanga vya mikono ya Mungu huko hapa. Sasa kitu kilichoko kwenye vitanga vya mikono yako, hata wewe mwenyewe tu binadamu, sio rahisi sana kukisahau. Wewe ukiokoka unakuwa ni wa thamani machoni pa Mungu. Kwa nini ni wa thamani? Kwa sababu umekombolewa kwa bei ya gharama ya mauti ya kifo cha Yesu, mwana pekee wa Mungu, ili akupate wewe, anipate mimi, kwa sababu sisi ni wa thamani machoni pake. Tumekombolewa kwa damu, kwa bei ya gharama ya mauti ya kifo cha Yesu. Mungu akamtoa mwanawe afe ili anipate mimi na wewe. Mungu hawezi kukusahau. Wewe ni wa thamani sana machoni pake. Usikate tamaa ukafikiri Mungu amekusahau ama Mungu amekuacha katika mapito yako. Kupita tunapita, lakini haina maana tumesahauliwa na Mungu. Kupita unapita, lakini usifikiri Mungu amekusahau. Wewe ni wa thamani machoni pa Mungu. Wewe ni wa kuheshimiwa machoni pa Mungu. Mtu aliyeokoka ni mtu wa kuheshimiwa. Anawezaje kukusahau wakati wewe ni wa kuheshimiwa? Tulisoma katika Isaya hiyo 43 mstari wa 4. Lakini jambo la tatu, jambo la 4, alimtoa Yesu kwa ajili yako. Anatoa na watumishi kwa ajili yako. Na mimi ninasimama hapo umekaa, nimetolewa kwa ajili yako. Maana wewe ni wa thamani. Ndio maana Yesu huwa anaweza kawaachisha watu kazi, awatoe kwa ajili ya utumishi wake. Maana kuna watu amewaokoa, anawapenda, nataka wahudumiwe. Kama tulivyosoma katika Luka 12 mstari wa 7, ukiokoka tu umepewa uwezo wa kufanyika kwa mtoto wa Mungu. Biblia inasema hata nywele za kichwa chako zinahesabiwa zote. Jamani, ni zote. Yaani ukiokoka wewe ni mali ya Mungu, na nywele za kichwa chako anasema zinahesabiwa zote. Jinsi ambavyo wewe uliokoka ni wa thamani machoni pa Mungu. Usikate tamaa, usije kufikiri Mungu anakusahau. Sasa kama Mungu anazungumza, mtu aliokoka ni wa thamani sana machoni pake, ni wa kuheshimiwa, anapendwa, amechorwa katika vitanga vya mikono yake. Mungu maana yake yuko hapa. Maana yako kiokolewa mzima, roho, nafsi, mwili na maisha yako yote mazima viko mikononi mwa Mungu. Ukipita kwenye mapito, ukipita kwenye shida, ukipita kwenye ukame, ukipita kwenye kupungukiwa, ukipita kwenye kuishiwa, ukapita labda unaugua, ukapita labda uko kwenye vita, kamwe usijukakata tamaa ukafikiri Mungu amekusahau. Hawezi kukusahau, kwa sababu mpaka na nywele zako zote anasema anazijua na amezihesabu. Kwa hiyo huwezi kupotea kirahisi, huwezi kufa kirahisi. Mama anaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hapana. Lakini kwa kuwa ni binadamu inawezekana, lakini Mungu anasema siwezi kuwasahau watu wangu. Ukishakuwa mtu wa Mungu, Mungu hawezi kukusahau. Utapita tu, lakini haina maana Mungu amekusahau. Utapita tu, lakini haina maana Mungu amekuacha.